بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. Katika hayo aliyoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam ni alama za kiyama, mfano wa kutokea huyo Dajjal, Masihi Dajjal, na kushuka Isa ibn Maryam alayhi salam fayaktuluhu, kisha Nabii Isa atamuua huyo Masihi Dajjal, na kutoka kwa Yajuj na Majuj, na kutoka kwa huyo mnyama, na kutoka jua kutoka magharibi kwenda mashariki, na mifano ya alama hizo katika ambazo sahha bihi naqlu, imesihi nukuu. Tukaelezea sharhi ya Sheikh Ibn Uthaymeen kuelezea jambo hili la ashratu saa, alama za kiyama. Tukaelezea kwanza khuruju Dajjal, kutoka huyo Masihi Dajjal. Tumefikia namba 2, nuzulu Isa ibn Maryam, kushuka kwa Isa ibn Maryam. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله: نزول عيسى بن مريم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. kushuka kwa Isa ibn Maryam kumethubutu kwa Qur'ani na hadithi na itifaki ya Waislamu, sababu Nabii Isa hakuuawa wala hakufa, isipokuwa alipandishwa mbinguni. Wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum. Kwa hiyo Allah alimpandisha mbinguni Nabii Isa, halafu mwisho katika alama za kiyama kubwa atashuka Nabii Isa na kuja kumuua huyo Al-Masihi Dajjal. Kwa hiyo jambo hili limethubutu kwa Qur'ani na hadithi na itifaki ya Waislamu. Qala Allahu Ta'ala: wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Hakuna katika ahli alkitab isipokuwa wanaamini kabla ya kufa kwake, ai mauti Isa, kabla ya kufa kwa Nabii Isa. Wa hadha hina nuzulihi, na hapo ni wakati wa kushuka kwake, kama fassarahu Abu Huraira bidhalik, kama walivyofasiri hilo Abu Huraira jambo hilo. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا ينزلن عيسى بن مريم حكما وعدلا. الحديث متفق عليه. Mtume anaapa na kusema wallahi, na apa kwa Allah, atashuka Isa ibn Maryam hakaman, hali ya kuwa ni muamuzi, ni hakim, wa adlan, na hali ya kuwa ni muadilifu. Atashuka hali ya kuwa ni muamuzi, hali ya kuwa ni muadilifu. Anashuka kama mfuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. وقد أجمع المسلمون على نزوله. وإسلام وموافقيانا كشوكا ونبي عيسى فينزل عند المنارة البيضاء في شرقي دمشق. atashuka katika mnara mweupe mashariki wa mji wa Dimashq, yani Damascus kule Syria. wadhi'an kaffaihi ala ajnihati malakaini, hali ya kuweka vitanga vyake juu ya mbawa za malaika wawili. wadhi'an kaffaihi ala ajnihati malakaini,
atashuka hali ya kuweka vitanga vyake juu ya mbawa za malaika wawili. Fala yahillu likafirin yajidu min rihi nafasihi illa mat, hatashuka kwa kafiri yoyote atakayepata harufu ya pumzi zake isipokuwa kafiri huyo atakufa. Fala yahillu likafirin yajidu min rihi nafasihi illa mat, hatashuka kwa kafiri yoyote atakayepata harufu ya pumzi zake isipokuwa kafiri huyo atakufa. Wa nafasuhu yantahi haithu yantahi tarafuhu, na pumzi zake zinafikia mwisho wa yanapofika mwisho macho yake. Yale mwisho macho yake yanapofika ndipo pumzi zake zinapofikia pale na kumuua kila kafiri. Ndio wanafasuhu yantahi haithu yantahi tarafuhu, pumzi zake zinaishia pale yanapoishia macho yake. Fayatlubu ad-dajjal, halafu Nabii Isa atamtafuta huyo Masihi ad-Dajjal hatta yudrika bibabi luddin fayaktuluhu, mpaka atamdiriki na kumpata katika mlango wa Lud huko Damascus, Syria. Kuna mlango huo unaitwa Babu Luddin, kijiji hicho. Fayaktuluhu, Nabii Isa atamuua huyu Masihi ad-Dajjal. Wayaksiru saliba, na atavunja msalaba. Wayadha'u aljizya, ataondosha jizya kwa makafiri. Watakunu sajdatu wahida lillahi rabbil alamin, itakuwa kusujudiwa ni sijda moja tu, anasujudiwa Allah mola wa viumbe vyote, sababu makafiri wote watakufa. Masihi ad-Dajjal aliyekuwa na fitna kubwa akikufurisha Waislamu pia atakuwa ameshauawa. Haitabakia isipokuwa watu watamsujudia Allah peke yake, mola wa viumbe vyote. Wayahuju, na atakwenda kuhiji. Wayatamiru, na atakwenda kufanya umra Nabii Isa. Kullu hadha thabitun fi sahihi Muslim wa ba'dahu fi sahihaini kilayhima, yote haya yamethubutu katika sahihi Muslim na baadhi yake yako katika sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim zote mbili. Yote haya yaliyosemwa yako katika hadithi sahihi. وروى الإمام أحمد وأبو داود أن عيسى يبقى بعد قتل الدجال 40 سنة. amepokea الإمام أحمد na Abu Dauda kwamba Nabii Isa atabakia duniani baada ya kumuua huyu Masihi ad-Dajjal, atabakia muda wa siku 40. وروى الإمام أحمد وأبو داود أن عيسى يبقى بعد قتل الدجال 40 سنة. Nabii Isa atabakia duniani baada ya kumuua Masihi ad-Dajjal miaka 40. Thumma yatawaffa, kisha atafariki. Wa yusalli alayhi almuslimun, na watamsalia Waislamu watakokuwapo watamsalia Nabii Isa atakapokufa. وذكر البخاري في تاريخه أنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم. ametaja Imam al-Bukhari katika tarikhi yake kwamba Nabii Isa atazikwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam kule Madina. Nabii Isa atazikwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam kule Madina. Fallahu a'lam. Hii hapa ameitia namba kwamba hadithi akhrajahu at-Tirmidhi wal-Bukhari fi at-Tarikh al-Kabir an Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu mawqufan wa dha'afahu al-Albani fi al-Mishkah. Hii ameidhofisha Sheikh Al-Albani katika Mishkati al-Masabih hiyo kwamba atazikwa pamoja na Mtume. Hii ni hadithi dhaif, ameidhofisha Sheikh Al-Albani rahimahullah. Alama ya tatu katika alama za kiyama za mwisho, Ya'juj wa Ma'juj, ni Ya'juj na Ma'juj. Qala Sheikh
ismani ajamiyani au arabiyani. Haya ni majina mawili ya Kiajemi ambayo sio ya Kiarabu, au ni ya Kiarabu. Mushtaqani min almaji, yamechukuliwa majina haya kutokana na neno maji, wa huwa lidhtirabu. Maji ni idhtirab, mtingishiko. Au min ajiji nari wa talahubiha, au hiyo Majuj, Yajuj na Majuj inatokana na ajiji nari wa talahubiha, kuwashwa moto na ile kuwaka kwake moto. Neno hili limechukuliwa kutokana na ajiji nari wa talahubiha, kuwaka moto na ule mbimbiriko wake ule wa moto. Ndio neno hilo la Yajuj wa Majuj limetokana na neno hilo almaji, wa huwa lidhtirab au min ajiji nari wa talahubiha. Wa huma ummatani min bani adam mawjudatani bidalili alkitabi wassunna, ni umma katika wanadamu, upo unapatikana kwa dalili ya Qur'ani na Sunna, kwamba tayari umma huo upo hao Yajuj na Majuj, tayari wapo hao. قال الله تعالى في قصة ذي القرنين حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا, mpaka atakapofikia baina ya majabali mawili atapata nyuma yao watu ambao hawafahamu maneno. Qalu ya dhal qarnain, watasema ewe dhal qarnain, inna Yajuja wa Majuja mufsiduna fil ardi, hao Majuj na Majuj wanafanya uharibifu katika ardhi. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, je tukujalie kharjan, yani ujira, tukujalie ujira wewe kwamba ufanye uweke baina yetu na baina yao saddan, kizuizi kitakachozuia baina yetu na baina yao, wasije wakatuvurugia wakatuharibia dunia yetu. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة يا آدم قم فابعث بعث النار من ذريتك. Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia Nabii Adam siku ya Kiyama, simama upeleke kundi la moto katika watoto wako. Hadithi ni ndefu, ila an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mpaka Mtume sallam atakaposema abshiru fa inna minkum wahida wa min Yajuja wa Majuja alfa, furahini kwani katika nyinyi kuna mmoja tu, na katika Yajuj na Majuj 1000. Kama ilivyo hadithi hiyo kwa urefu wake, kwamba ataambiwa apeleke kundi la watu wa motoni, atauliza ni kundi gani hilo, ataambiwa min kulli 1999, kila watu 1000 ni 999 ndio watu wa motoni, mmoja tu ndio mtu wa peponi. Tawamu kila watu 1000, watu 999 ndio watu wa motoni, mmoja ndio mtu wa peponi. Kwa abshiru fa inna minkum wahidan wa min Yajuj wa Majuj 1000, watu 1000 katika hao Yajuj wa Majuj ndio wa motoni wote 1000. Ama nyinyi mna mmoja tu ndio mtu wa peponi, wengine ni watu wa motoni. akhrajahu fi sahihain. wa khurujuhum alladhi yakunu min ashrati as-sa'a lam ya'ti ba'du, kutoka kwao hao Yajuj na Majuj ambako ndio ni katika alama za kiyama bado hakujaja, bado haijakuja wakati wao wa kutoka hao Yajuj wa Majuj. Walakin bawadiruhu wujidat fi ahdi nabii sallallahu alaihi wasallam, lakini alama zake na mwanzo wake tayari zimepatikana katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam.
فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. Tunasema imefunguliwa leo katika ile tundu ya Maajuj na Maajuj kama hivi, wahallaka isba'ahu al-ibhama wallati taliha, hivi ibham na hiki allati taliha, ishafunguliwa ile tundu ya hao, imefunguliwa hivi, ina maana inazidi mpaka kufikia wanatoka wote hao Yajuj na Maajuj. Waqad thabata khurujuhum fil kitabi was sunna, imethubutu kutoka kwao hao Yajuj wa Maajuj katika Qur'ani na hadithi. Qala Allahu ta'ala hatta idha futihat Yajuj wa Maajuj wa hum min kulli hadabin yanzilun waqtaraba alwa'du alhaq, mpaka watakapofunguliwa hao Yajuj na Maajuj na hao wanashuka katika kila majabali, wanashuka na kuingia katika nchi na kufanya ufisadi. Waqtaraba alwa'du alhaq, na ikakurubia ile ahadi ya Allah ya haq. Kwa hizi ni alama kubwa za kiyama ambazo bado hizi ni alama kubwa za kiyama ambazo bado alama zilizopo ni bado ni alama ndogo za kiyama. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam innaha lan taquma as-sa'a hatta taraw qablaha 10 ayat, hakika kiyama hakitasimama mpaka muone kabla yake 10 ayat, alama 10. Fadhakara ad-dukhan, akataja moshi, wad-dajjal na huyo masihi ad-dajjal, wad-dabba na mnyama, wa tulua ash-shamsi min maghribiha, na kutoka jua upande wa magharibi, wa nuzula Isa ibn Maryam, na kushuka Isa ibn Maryam, wa Yajuj wa Maajuj, wa thalathata khusuf, na khusuf 3, khusufun bil mashriq, khasfun bil mashriq, wa khasfun bil maghrib, wa khasfun bi jazirati al-arab. Wa akhiru dhalika, mwisho alama hizo, narun takhruju min al-yaman tatrudu an-nasa ila mahsharihim, moto utakaotokea al-Yaman unawafukuza watu kuwapeleka kwenye mahali pao pa kukusanywa. Khasfu ni ile kudidimizwa watu kuna khasfu itakutokea upande wa mashariki, na kuna khasfu upande wa magharibi, na khasfun bijazirati al-arab. Mwisho alama hizo, narun takhruju min al-yaman, moto utakaotokea upande wa Yaman, tatrudu nasa ila mahsharihim, utakaowapeleka watu katika uwanja wao wa mahshar ambao ni huko Palestina. Wa qissatuhum fi hadithi an-Nawas ibn Sam'an, kisa chao hao Yajuj na Maajuj katika hadithi ya Nawas ibn Sam'an, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala fi Isa ibn Maryama ba'da qatlihi ad-dajjal, mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kwa Isa ibn Maryam baada ya kumuua Masihi ad-Dajjal, akasema fabainama huwa kadhalik, wakati yeye atakuwa katika hali hiyo, idh auha Allahu ila Isa, mara Allah atampa wahi Isa, anni qad akhrajtu ibadan li la yudanu li ahadin biqitalihim, kwamba mimi nimewatoa waja wangu hawatadhalilishwa, hatadhalilishwa yoyote biqitalihim, kwa kuwaua hao. Faharriz ibadi ila tur, yani wahifadhi waja wangu uwapeleke katika Tur. Wayab'athu Allahu Yajuj wa Maajuj, na hapo Allah subhanahu wa ta'ala ndipo atapeleka hao Yajuj wa Maajuj, wa hum min kulli hadabin yansilun, na wao watashuka katika kila jabali hao Yajuj wa Maajuj. Fayamurru awailuhum ala buhairati Tabariya,
watapita wale wa mwanzo wao katika hao Yajuj wa Majuj. Wale wa mwanzo watapita katika bahari ya Tabaria, fayashrabuna ma fiha, watakunywa maji yote bahari hiyo, watayanywa maji yote ya bahari hiyo ya Tabaria. Wayamurru akhiruhum, watapita wale wa mwisho wao, wayaqul laqad kana bihadhihi marratan ma, hapa yalikuwepo maji mara fulani, sasa hivi yamekauka, yamenyewa na hao waliotangulia. Thumma yasirun, kisha watakwenda hatta yantahu ila jabalil khamri, mpaka watafika katika jabalil khamri, wa huwa jabalu baitil maqdis, il jabali liko baitil maqdis kule Palestina. Fayaqulun, watasema laqad qatalna man fil ardi, tumewaua walio katika ardhi wote. Halumma falnaqtul man fis sama, njooni sasa tuwaue walio mbinguni. Walio mbinguni kina nani? Malaika. Halumma falnaqtul man fis sama, njooni tuwaue walio mbinguni. Fayarmuna binishabihim ila sama, watatupa vile viembe vyao na mishale yao mbinguni. Fayaruddu Allahu alayhim nishabahum makhdhubatan dama, Allah subhanahu wa ta'ala atawarudishia ile mishale yao hali ya kutapakazwa damu. Wayahsuru nabiyullahi wa ashabahu hatta yakuna ra'su thawri li ahadihim khayran min 100 dinarin li ahadikum al-yawm. Wayahsuru nabiyallahi wa ashabahu hatta yakuna ra'su thawri li ahadihim khayran min 100 dinarin li ahadikum al-yawm. Atamzuia, atamdhibiti mtume wake, mtume wa Allah na wafuasi wake, mpaka kiwe kichwa cha ng'ombe kwa mmoja wenu ni bora kuliko dinari 100 za mmoja wenu hii leo. Hatta yakuna ra'su thawri, mpaka kiwe kichwa cha ng'ombe li ahadihim kwa mmoja wao, khayran min 100 dinari li ahadikum al-yawm, ni bora kuliko dinari 100 kwa mmoja wenu hii leo. Fayarghabu nabiyullah Isa wa ashabuhu ila Allah, halafu na mtume wa Allah Isa na wafuasi wake watapendelea kwenda kwa Allah. Fayursilu Allahu alayhimun naghafa fi riqabihim, Allah atawapelekea wadudu katika shingo zao. Wadudu atawapelekea hao Yajuj wa Majuj fi riqabihim, katika shingo zao, addud. Fayusbihuna fartha kamauti nafsin wahid, halafu watakuwa ni wenye kufa, wenye kuanguka kama kifo cha nafsi moja. Watakufa hao Yajuj wa Majuj wote kama kifo cha nafsi moja. Thumma yahbitu nabiyullah Isa wa ashabuhu ila al-ardi fala yajiduna mawdhi'a shibrin illa mala'ahu zahmuhum wa natinuhum. Kisha nabiyullah Isa atashuka na wafuasi wake kwenye ardhi, hawatapata mahali pa shibri moja isipokuwa pamejazwa na mizoga yao na harufu zao mbaya. Hao kina nani? Yajuj wa Majuj. Ardhi yote itakuwa imejaa mizoga yao na harufu yao mbaya. Fayarghabu nabiyullah Isa wa ashabuhu ila Allah, tena nabiyullah Isa na wafuasi wake watapendelea kwa Allah na kumwomba Allah na kumnyenyekea Allah. Fayursilu alaihim tayran ka'anaqil bukhti, Allah atawapelekea ndege kama shingo za ngamia. Fatahmiluhum, watawabeba hao Yajuj na Majuj. Fatatrahuhum haithu shaa Allah, watakwenda kuwatupa mahali atakapotaka Allah. Watabebwa hao Yajuj na Majuj, mizoga yao itabebwa na hao ndege kama shingo za ngamia,
watawabeba kuwapeleka mahali atakapotaka Allah, ili ardhi iwe safi, ili ardhi iwe safi, isiwe na mizoga ya hao Yajuj na Majuj. Hii ndio mukhtasar wa kisa cha hawa Yajuj wa Majuj. Alama ya 4 katika alama za kiyama, khuruju dabba, ni kutoka adaba, mnyama. Adaba lughatan kullu ma dabba ala al-ardhi, ni kila kinachotambaa juu ya ardhi kinaitwa adaba. والمراد بها هنا الدابة التي يخرجها الله قرب قيام الساعة. muradi wake hapa adaba ni huyo mnyama atakayemtoa Allah karibu na kusimama kiyama. Hii ndio maana adaba hapa ni mnyama ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atakayemtoa qurba qiyam as-saa, karibu na kusimama kiyama. Wa khurujuha thabitun bil Qur'ani was sunnah, kutoka kwake mnyama huyo kumethubutu kwa Qur'ani na hadithi. Qala Allah ta'ala, wa idha waqa'a al-qawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Yakishathubutu maneno ya kuadhibu, akhrajna lahum dabbatan min al-ardi, tutawatolea mnyama katika ardhi, tukallimuhum, atakayewasemesha, anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun, kwamba watu walikuwa hawaziamini aya zetu. Kwa hiyo mnyama huyo pia ni katika alama za kiyama. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, innaha lan taquma as-sa'a hatta taraw qablaha 10 ayat, kiyama kitasimama mpaka muone kabla yake alama 10. Wa dhakara minha dabba, akataja katika alama hizo huyo mnyama. وليس من القرآن والسنة الصحيحة ما يدل على مكان خروج هذه الدابة وصفتها. الشيخ anasema hakuna katika Qur'ani na hadithi sahihi inayofahamisha mahali patakapotokea mnyama huyo na namna yake, sifa yake mnyama huyo ni ipi. Hakuna aya wala hadithi inayoelezea mahali atakapotoka mnyama huyo. Wa inma waradat fi dhalika hadithu fi sihhatiha nadhar, isipokuwa zimekuja katika jambo hilo hadithi ambalo katika usahihi wake kuna nadhar, kuna maoni. Wa dhahirul Qur'an annaha dabba tundhiru an-nasa biqurbi al-adhabi wal halak, ni mnyama ambaye atakayewahofisha watu kuwa karibu adhabu na maangamivu. Ni mnyama atakayetoa indhar, maonyo kwa watu kwamba adhabu iko karibu, maangamivu yako karibu. Wallahu aalam. Hiyo ndio kazi atakayofanya mnyama huyo. Alama nyingine ya 5, tuluu shamsi min magharibiha, ni jua kutokeza upande wa magharibi kuelekea mashariki. Tuluu shamsi min magharibiha thabitun bil kitabi was sunnah, jua kutoka upande wa magharibi pia jambo hilo limethubutu kwa Qur'ani na hadithi. Qala Allah ta'ala, yawma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbik, siku zitakapokuja baadhi ya alama za Mola wako, siku hiyo la yanfa'u nafsan imanuha, haitanufaisha nafsi yoyote imani yake. Kama mtu hakuamini mpaka zitakapokuja alama hizo, imani yake hiyo haitamnufaisha. Lam takun amanat min qablu, nafsi ambayo ilikuwa haijaamini huko nyuma, au kasabat fi imaniha khaira, au haijafanya khairi katika imani yake. Kwa hiyo kuamini kwa wakati huo na siku hiyo itakuwa hakumnufaishi yoyote au nafsi yoyote. Yawma yati ba'du ayati rabbik
la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. والمراد بذلك طلوع الشمس من مغربها. muradi wa hilo ni jua kutokeza upande wa magharibi. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. kiyama kitasimama mpaka jua litokeze upande wa magharibi. فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون. likitokeza jua upande wa magharibi watu wataliona na wataamini wote. watu wataamini wote. وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. pamoja na kuamini huko watu wote, lakini hiyo ndiyo siku ambayo imani haitainufaisha nafsi yoyote ambayo ilikuwa haijaamini huko nyuma au haijafanya kheri yoyote. Imani hiyo ya siku hiyo haitamnufaisha yoyote. Sawa sababu ndio mwisho wa toba. Toba ikifikia hapo haikubaliwi tena, sio? الحديث متفق عليه. ثم قال وعذاب القبر ونعيمه حق. عذاب يا قبر نستره ذاك حق. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. Mtume صلى الله عليه وسلم ametaka hifadha, ametaka kulindwa na hiyo adhabu ya kabri. Pia akaamrisha jambo hilo la kufanya isti'adha katika kila sala. Mtume ameamrisha ifanywe isti'adha, waislamu wafanye hiyo kutaka wakingwe na adhabu ya kabri katika kila sala. Mwisho baada tashahud wassalati ala nabii sallam akaamrisha watu wasome ile dua, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Kwa mtume ameamrisha kila muislamu atake hifadha kwa Allah, Allah amlinde na hiyo adhabu ya kabri. Qala wa fitnatul qabri haqqun. Fitna ya kabri ni haq, na fitna ya kabri ndio hiyo adhabu ya kabri. Fitna ya kabri ni haki. Wa sualu munkarin wa nakirin haq. Pia masali na kuulizwa na huyo munkar na nakir pia ni haq. Wal ba'thu ba'da al-maut haqqun. Na kufuliwa baada ya kufa ni haki. Wadhalika hina yanfukhu Israfilu alayhi salamu fi sur. Na hiyo kufuliwa ni baada ya Israfil kuvivia lile parapanda. Fa idhahum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun. Akishapuzia parapanda hilo, mara watu wanatoka katika makaburi yao kuelekea kwa Mola wao. الشرح يقول الشيخ ابن ثيمين فتنة القبر. الفتنة لغة الاختبار. فتنة katika lugha ni ikhtibar, ile majaribio. Wa fitnatul qabri sualul mayyit an rabbihi wa dinihi wa nabiyihi. Ni kuulizwa maiti kuhusu Mola wake na dini yake na mtume wake. Kila maiti ataulizwa man rabbuka ma dinuka man nabiyuka. Kila maiti. Wanasema hata al-kuffar, paka makafiri pia wataulizwa. Yafahamu, kama makafiri hawataweza kujibu. Sawa makafiri moja kwa moja ni kwamba hawataweza kujibu maswali haya matatu. Wa hiya thabitatun bil kitabi was sunna. Fitnatul qabr ni yenye kuthubutu kwa Qur'ani na sunna. قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله atawapa thabat wale walioamini kwa maneno thabit hapa katika maisha ya duniani na akhira. Ja'alana Allahu minhum.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Muislamu atakapoulizwa kabrini atashuhudia na kukiri kwamba hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Fadhalika qawluhu ta'ala يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. متفق عليه. والسائل na wenye kuuliza malakani ni malaika wawili. Wenye kuuliza maswali hayo ni malaika wawili. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم قال يأتيه ملكان فيقعدانه. رواه مسلم. mtu akishawekwa katika kabri yake, watawalla anhu ashabuhu, wale wenzake wakaondoka, waliomleta pale wakuja kumzika wote wakenda zao, innahu la yasma'u qar'a ni'alihim, maiti huyo anasikia sauti ya viatu vyao, kwamba watu hao wenda zao nyumbani, wenda kula pilau zao Ijumaa ile na biriani. Allahu musta'an, hali pazito sana. Qala yatihi malakani fayuqidanihi, watamjia yule maiti malaika wawili wamkalishe. Silikuwa amelazwa, watamkalisha. Rawahu Muslim. Wasmuhuma, majina yao malaika hao, Munkarun wa Nakir, ni Munkar na Nakir, ndio hao watakomkalisha wamuulize maswali hayo matatu. Kama rawahu Tirmidhi an Abi Hurairah marfu'an wa qala hasanun gharib. Qala al-Albani wa sanaduhu hasan wa huwa ala sharti Muslim. Wasualu amun lilmukallafin, maswali haya kuulizwa huko kunaenea watu wote mukallafin, waliobaligh aqil, min almu'minin walkafirin, waislamu na makafiri, wa min hadhihi al-umma wa ghairihim, katika umma huu wa mwisho na wengineo, ala alqawli sahih wa qawli sahih. Kauli sahihi ni kwamba umma zote zitaulizwa maswali hayo matatu, waumini na wasiokuwa waumini. Wa fi ghairi almukallafina khilaf, na katika wasiokuwa mukallafin kuna khilaf kwamba je, watoto pia wataulizwa maswali hayo? Hiyo kuna khilaf baina ya maulama, lakini hakuna khilaf kwa hao mukallafina wote kwamba wataulizwa. Ni itifaki ya maulama kwamba watu wote wataulizwa maswali hayo matatu. وظاهر كلام ابن القيم في كتاب الروح ترجيح السؤال. ظاهر ya maneno Ibn al-Qayyim katika kitabu chake Ar-Ruh ni kutiliwa nguvu hiyo kauli ya kuulizwa hao watoto pia. Ibn al-Qayyim amerajihisha kuulizwa pia hao ghairul mukallafin. ويستثنى من ذلك الشهيد, lakini atatolewa katika hukumu hiyo ya kuulizwa ashahidu. Ashahidu atatolewa katika hukumu hiyo ya kuulizwa. Ina maana wale shuhada waliouawa katika vita vya jihadi, katika vita uwanja wa jihadi, waliouawa katika uwanja wa vita vya jihadi, hawa ndio shuhada, hawataulizwa maswali hayo. رواه النسائي لحديث رواه النسائي ومن مات مرابطا في سبيل الله لحديث رواه مسلم. pia atakayekufa murabitan fi sabilillah, hali ya kukaa ribat katika njia ya Allah. Kukaa ribat ni wale wanajeshi wa Kiislamu wanaokaa mipakani kwa ajili ya kuwalinda wenzao, ndugu zao Waislamu. Wanakaa mipakani kwa ajili ya kuwalinda wenzao Waislamu, ndugu zao, kuwalinda na maadui. Hao ndio wanaitwa murabitun. Hawa pia hawataulizwa, lihadithin rawahu Muslim, kwa hadithi aliyopokea
الإمام مسلم. عذاب القبر أو نعيمه، وعذاب يا قبر أو سريزاك. قال الشيخ: عذاب القبر أو نعيمه حق ثابت بظاهر القرآن وصريح السنة وإجماع أهل السنة. عذاب يا قبر أو سريزاك ni haki imethubutu kwa dhahiri ya Qur'an na sarihi sunna, hadithi zilizowazi na pia itifaqi ya watu wa sunna. قال الله تعالى في سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. فلولا إذا بلغت الحلقوم، wakati roho itakapofika katika mitulinga, wa antum hinaidhin tanzurun, na hali nyinyi wakati huo mnaiangalia. Ila qawlihi: fa amma in kana min almuqarrabin, ama akiwa mtu ni katika waliokurubishwa na Allah, waliokurubishwa kwa Allah, farauhun wa raihanun wa jannatu na'im, ni raha na ni harufu nzuri na pepo za neema. Farauhun ni raha, wa raihanun na harufu nzuri kwake, wa jannatu na'im na pepo za neema. Ila akhiri hadhihi السورة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر. alikuwa mtume sallam akitaka hifadha kwa Allah na adhabu hii ya kabri. Wa amara ummatahu bidhalik, mtume akawaamrisha ummati wake jambo hilo la kutaka hifadha kwa Allah na adhabu hii ya kabri. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب المشهور في قصة فتنة القبر، حديث مشهور katika kisa cha hii fitnatul qabr. قال في المؤمن، tume akasema kwa mu'min: fayunadi munadi minas sama, mu'min akishazikwa atalingana mwenye kulingana mbinguni, an sadaqa abdi, kwamba mja wangu amesema kweli. Faafrishuhu minal janna, faafrishuhu minal janna, mtandikieni katika pepo. Wa albisuhu minal janna, mvalisheni nguo zinazotoka peponi. Waftahu lahu baban ila aljanna, na mfungulieni mlango wa kwenda peponi. Fayatihi min rihiha, halafu itamjilia ile harufu yake, watibiha, na harufu yake nzuri ya peponi. Wayufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, patakunjuliwa katika ile kabri yake urefu au upeo wa macho yake. Huyo ni mumin atakayepewa neema hizo pale pale kaburini. Waqala fil kafir, alafu akasema kwa kafir: fayunadi munadi minas sama, atalingana mwenye kulingana kutoka mbinguni. Ankadhaba abdi, kwamba amesema urongo huyo mja wangu. Faafrishuhu minan nar, mtandikieni huyo kutoka motoni, mpeni godoro la moto. Waftahu lahu baban minan nar, mfungulieni mlango wa motoni. Fayatihi min harriha wa sumumiha, alafu litamjia lile joto la motoni na ile sumumi ya motoni, ule mvuke wa motoni. Wayudhayyaqu alayhi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu, kafiri huyo atavikishwa katika kaburi yake, ile kaburi itakuwa ni ndogo. Hatta takhtalifa adla'uhu, mpaka zitapishana mbavu zake kwa kuminywa na ile kabri itakavyofanywa ndogo. Hatta takhtalifa adla'uhu. أعاذنا الله وإياكم من هذا العذاب. وقد اتفق السلف وأهل السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه. وموافقيانا السلف الصالح أهل السنة كثبتيشا هي عذاب يا قبر نستره ذاك. ذكره ابن القيم في كتاب الروح، ametaja hivyo Ibn al-Qayyim katika kitabu chake Ar-Ruh. Wa ankara al-malahida adhab al-qabr mutaallilina bi annana law nabashna al-qabra lawajadnahu kama huwa.
wale malahida wale wasioamini mambo hayo wasioamini adhabu al-qabr, wao wanapinga adhabu al-qabr wakitoa dalili kwamba lau tungefukua kabri tungemkuta yule maiti yuko vile vile. Wanasema hivyo wale watu wasioamini adhabu al-qabri, wanasema lau nabashna al-qabra, lau tungefukua lile kabri la wajadnahu kama huwa, tungempata yule maiti yuko vile vile. Wanaruddu alaihim biamraini, Sheikh anasema lakini tunawarudi hao kwa mambo mawili. Awalan, dalalatul kitabi was sunna wa ijma'i salafi ala dhalik, ufahamisho wa Qur'ani na hadithi na itifaki ya salaf kwa hilo. Qur'ani inafahamisha kwamba kuna adhabu kaburini, hadithi zinafahamisha hivyo. Pili, anna ahwal al-akhirah la tuqasu bi ahwali dunya, hali za akhira hazikisiwi na kufananishwa na hali za duniani. Anna ahwal al-akhirah la tuqasu bi ahwali dunya, hali za akhira haziwezi zikafananishwa na kukisiwa na hali za duniani. Falaysa al-adhabu au an-na'imu fi al-qabri kalmahsusi fi dunya, si adhabu au starehe za kaburini ni kama kitu kinachofahamiwa hapa duniani. Huwezi ukahisi watu walio duniani hawawezi wakahisi na kujua starehe na adhabu zilizo kaburini, hawawezi wakahisi, sababu ni tofauti baina hayat barzakhia na uhai wa duniani, ni tofauti. Sawa, kama wanavyosema Waswahili, adhabu ya kaburi haijuani maiti. Waswahili wanasema hivyo, ni kweli, sawa sawa maneno yao. Kwa hiyo aliye hai hawezi kuhisi hilo mpaka atakapokufa. Huyo anayepinga hilo angojee tu siku ya kufa, ndo atakapojua ndo atakapojua kwamba ni kweli. Kumbe kama haamini sasa hivi, angojee siku yake, huyo anayepinga adhabu ya kabri. Thumma qala Sheikh, hal adhabu al-qabri au naimuhu ala ruhi au ala al-badan, je, hiyo adhabu ya kabri au starehe zake ni juu ya roho au ni mwili? Mwili ndio wanaoadhibiwa au ni roho? Mwili ndio wenye starehe ya kabrini kwa wengine au ni roho ndio itakuwa na starehe? Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, madhhabu salafil umma wa a'immatiha anna al-adhaba au an-na'ima yahsulu li ruhi al-mayyit wa badanihi. Wanasema hivyo madhehebu ya salaf hadhi al-umma na viongozi wao ni kwamba adhabu au starehe zitapatikana kwa roho ya maiti, lakini pia na mwili wake. Wa anna ar-ruha tabqa ba'da mufaraqati al-badan mun'ama au mu'adhaba, na kwamba roho ile itabakia baada ya kufarikiana na mwili, itabakia hali ya kuwa ni yenye kustareheshwa au ni yenye kuadhibiwa. Pia wa annaha tattasilu bilbadani ahyanan fayakunu lahu maaha an-na'imu au al-adhab, ni kwamba ile roho inawasiliana na mwili mara nyingine na kushikana na mwili, halafu ndio inapatikaniwa pale pamoja na roho hiyo starehe au adhabu. Kwa hiyo starehe hizo au adhabu hizo ni kwa roho na mwili, si kwamba ni roho peke yake au ni mwili peke yake, ni kwa roho na mwili. Starehe hizo wanazozipata hao watu wema, na adhabu hiyo wanaoipata watu waovu ni kwa mwili na roho. Haya ndio madhhabu ya salafi hadhi al-umma wa a'immatiha. Allahu a'lam.